Ninawasalimu ndugu zangu wa Kenya popote mlipo, hamjambo. Mtoto wenu nimerudi, karibu sana niwapashe yale ambayo yametendeka. Rais William Ruto haamini kwamba wale wananchi ambao waliweza kumchagua kwa asilimia kubwa katika uchaguzi wa mwaka 2022 sasa hivi hawataki kusikia stori zake. Wananchi wamemkataa Ruto. Hadi sasa hivi wanazidi kumkataa bwana Ruto, ikiwa imesalia siku chache tu tuingie uchaguzi wa mwaka 2027, mwaka kesho. Bwana Ruto anazidi kukataliwa licha ya kwamba chama cha ODM kimeonyesha ishara watashirikiana na bwana Ruto kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Umeona bwana Dr. Oburu Odinga, umeona Simba Arati, umeona Gladys Wanga, wao wakisema kwamba watamsapoti William Ruto aweze kushinda mwaka 2027. Lakini wanasiasa wanasema kwamba watamsapoti bwana Ruto, lakini kwa ground mambo ni tofauti. Ninashangaa hawa viongozi ambao watasema kwamba bwana Ruto atashinda, watatoa wapi kura? Mfano, wikendi hii ambayo imeweza kuisha, mwanasiasa mmoja ambaye ni mbunge alikimbizwa na kupigiwa kelele na raia baada ya kumtetea William Ruto kwamba yeye ni kiongozi mzuri, baada ya kumtetea William Ruto kwamba amefanya maendeleo mengi, baada ya kusema kwamba William Ruto atashinda uchaguzi wa mwaka 2027. Mama moja mwenye ujasiri alisimama na akamwambia, wewe mheshimiwa, wacha ukora, wacha kutudanganya tu kwamba bwana Ruto amefanya maendeleo, wacha kutudanganya tu kwamba bwana Ruto atashinda, wacha kutudanganya tu bwana Ruto ameweza kurahisisha gharama ya maisha Kenya, eti amefanya maajabu Kenya, hakuna kiongozi yeyote mwenye ameweza kufanya kama yeye. Ilihitaji mama moja tu kuongoza mamia ya wananchi ambao walikuwa kwenye ule mkutano kumkataa mbunge mwenye aliweza kumuuza William Ruto eti kwamba aweza kuchaguliwa mwaka 2027, eti sijui opposition haina mwelekeo. Sasa yeye ndiye yuko na mwelekeo. Mheshimiwa, wewe ni mwongo. Naongea na tena narudia, ninaona William Ruto ni one term, asiporekebisha ni one term. Hebu jiulize, mtu mwenye aliingia madarakani kupitia kwa kanisa, aliingia madarakani kupitia kwa wananchi ambao walimpenda wakamwacha Raila, aliingia madarakani licha kwamba hakukuwa na system. Ni kwa nini wananchi wameweza kumkataa? Hata wewe pale nyumbani ukipata mtoto ameanza kukukataa, si utajiuliza ni kwa nini?
Hilo Bwana Ruto hataki kusikia. Yeye bora umeimba 2 term basi. Umeenda umeweka kikundi cha vijana 10 hapo, mmeimba sijui mmenyosha vidole juu ya hewa viwili, anawaangushia pesa. Siku hizi pesa zinatumika vibaya. Katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninaomba tuweze kuangazia kwa undani, tuone ni kwa nini wananchi wanazidi kumkataa Bwana Ruto, licha kwamba Bwana Ruto anazidi kutumia pesa za serikali, pesa za mlipa ushuru kuwavutia viongozi ambao wako na umaarufu. Ona, amewapeleka akina Simba Arati kutoka Kisii, amewapeleka akina Oburu Odinga kutoka Luo Nyanza kwa serikali. Angalia akina Junet Mohamed ambao walikuwa wanaimba sijui 1 term, sasa hivi wako kwa serikali. Kina Junet ambao walikuwa nataka servers zifunguliwe wako kwa serikali. Angalia mwingine mwenye anaitwa Gathoni wa Mshomba, amenunuliwa, amerudi kwa serikali. Koimburi amerudi kwa serikali. Yaani Bwana Ruto anatumia pesa kuwavuta wale ambao walikuwa wamemtoroka. Amewamwagia pesa. Lakini kuna uhalisia ambao unapaswa kuelewa. Yale ambayo wanayazungumza eti kwamba watamchagua Bwana Ruto, na kwa ground mambo ni tofauti. Ni kwa nini? Jibu la kwanza ni kutokana na gharama ya juu ya maisha, cost of living crisis. Hii ndio sababu ya number 1 katika taifa letu la Kenya, wananchi kumkataa Bwana Ruto. Najua aliingia madarakani akisema Uhuru alikuwa ameongeza bei za bidhaa, alikuwa ameongeza bei za mafuta, Uhuru alikuwa ameharibu uchumi, bei ya vyakula, bei ya mafuta, bei ya umeme, kodi na usafiri, vyote vimeweza kupanda. Nikikuonyesha kitambo shilingi 1000 tulikuwa tunanunua tokens nyingi sana za stima. Siku hizi 1000 unapewa around 30 kama si 35 there tokens. Mpaka unajiuliza, kwani siku hizi 1000 imekosa thamani? Bei ya vyakula imepanda, bei ya mafuta alikuja akapata lita ikiwa 130 akakimbiza mpaka 220. Sasa anapunguza sumuni, anasema kwamba anafanya kazi. Angalia kwenye sekta ya wafanyakazi wa serikali. Kuna wale ambao hawajawahi ongezwa mishahara. Na ukiangalia gharama ya maisha jinsi ambavyo ilivyo, watu wanahisi kwamba maisha yamekuwa magumu zaidi kuliko yalivyokuwa kipindi cha Uhuru Kenyatta. Sababu nambari 2 ambayo inafanya wananchi wanazidi kumkataa William Ruto ni ahadi versus uhalisia. Angalia kipindi cha kampeni, Ruto aliingia kwa simulizi ya Hustler Nation, yani Hustler Nation, sijui yule mama wa huko chini kabisa bottom atamuinua mulete up. Akina mama wameinuliwa, mumeletwa up. Hakuna kitu kama hicho. Aliingia madarakani akisema kwamba bottom up economy, serikali ya wanyonge. Umeona hiyo serikali ya wanyonge? Wananchi watazidi, yani wananchi wanazidi kukaa marufuku, yani mafukara. Ndio maana wameweza kukosa imani na Bwana Ruto. Sasa ameona yale mambo ya Hustler Nation, bottom up, serikali ya wanyonge yamekosa umuhimu kwa sababu hajaweza kutimiza ahadi za kampeni. Ameamua kuleta mambo mengine eti kwamba atapeleka Wakenya Singapore. Acha nikuulize, kama hakupeleka Wakenya kutoka hapa chini bottom awapeleke up, ni nini ambacho kinakudanganya kwamba atawapeleka Singapore?
Sera zinawanufaisha wakubwa na si watu wa kawaida. Sera zinawanufaisha wanasiasa, wale ambao wanaimba 2 term watapewa pesa, wale ambao wanaimba William Ruto sijui nini Singapore watapewa pesa, lakini sisi bottom up economy imebaki kuwa kauli, si mfumo unaoguswa na wananchi. Sababu namba 3 ambayo imeweza kukasirisha wananchi ni kodi nyingi na sera za kifedha. Yaani kodi nyingi ni high taxation. Wananchi tuliambiwa sijui hatutaongeza ushuru, badala ya kuongeza tutapunguza kila kitu. Ona sasa, amepunguza ama anaongeza? Sema sana tu kule, napunguza ama anaongeza? Kwa hivyo high taxation imeweza kukasirisha wananchi. Namba 4, kuna mgawanyiko wa kisiasa. Wananchi wanahisi kwamba William Ruto kwa sasa hivi analipiza kisasi, anawaadhibu wapinzani wake kwa kutumia nguvu ya dola. Angalia jinsi ambavyo Gachagua aliweza kushambuliwa akiwa kanisani upande wa Nyeri. Mambo kama yale yaliweza kuwakasirisha wananchi, na wamesema kwamba serikali si ya wote, ni ya upande fulani. Watu ambao wanamtusi Gachagua hawawezi wakashambuliwa, lakini wale ambao wanaambia serikali ukweli ndio wanashambuliwa. Hasa mpaka wananchi wakasema kwamba hapa hatutaki stori za William Ruto, na asipobadilisha nyendo zake, awafanyie wananchi kazi kuliko kutumia bloggers wa serikali kusema sijui ni 2 term sijui nini Ruto sijui nini. Kura haziko kwa mitandao jinsi ambavyo analipa vijana wanasema 2 term online. Kura ziko kwa groundi, na groundi yenyewe ndio hiyo ambao umeweza kuiona hapa. Wananchi wanasemaje? Mheshimiwa anadanganya kwamba Ruto amefanya kazi, anadanganya kwamba Bwana Ruto atarudishwa madarakani. Sitaki niongee mengi. Wazo lako ni lipi?